Kiongozi, mambo yamezidi kuwa magumu. Yaani tangu uondoke yamekuwa magumu zaidi ya magumu. Kaka, samahani. Habari za sasa? Salama. Samahani kaka, kuna watu umewaona hapo wamevaa nguo nyeusi? Watu tetalana nao wengi tu. Kina nani? Sawa, ni vijana wawili wamevaa nguo nyeusi. Tulikutana nao katika mazingira haya haya, lakini nafikiri hivi vichochoro vimefanya tumechanganyana kidogo. Sijui labda umeweza kuwaona huko ulikotokea. Titi ya kukuwaona. Sikia kakangu, tutakupa kiasi chochote cha pesa, ila tunataka tujue umekutana nao watu, na kama umekutana nao wako wapi, unaweza kutupeleka? Nilipa. Yaani hapo hata sijui tufanye nini. Yaani mimi mwenyewe hapa najiona nipo kwenye matatani. Kwa hiyo sasa sijui utanisaidiaje kwenye hili. Kwa hiyo unanisaidiaje? Sawa. Sasa sawa. Sasa mimi nitatafuta wenzangu wote mpaka niwapate, ili tuweze kushirikiana kama mwanzo. Nitafanya hivyo kiongozi wangu. Sawa. Kiasi gani? Kuhusu malipo tutakupa kiasi chochote, usijali kuhusu hilo. Mungu atusaidie. Ukweli? Tutakusaidia. Kiasi gani? Okay, tufanye mambo yasiwe mengi. Kama umewaona, sisi tutakupa shilingi 20,000. Ili mradi tu uweze kutupeleka sehemu ambapo umewaona. Tata, kweli? Yaani mkisema hata tata shiriki 5,000 tu mimi wapeleka. Wajua popita huko. Tuneni mimi na papa jua papa walipo. Wadeni. Unatoka wapi? Mimi nilikuwa nikikufuatilia muda wote, kila movement zako, kila hatua zako unazopiga, kila chocho unaokata, mimi nilikuwa nikikufuatilia. Sasa sikia nikwambie kitu, mimi ninaamini wasaliti ni wengi sana,
Yaani wasaliti ni wengi sana katika imaa yetu, na hata hivyo natambua kuwa kiongozi anawafahamu hao wasaliti, na ninaamini pia kuwa wewe unafahamu kiongozi wapi alipo. Yaani kiukweli nikwambie kiongozi, mimi simjui na wala mawasiliano naye mimi sina. Yaani huo ndio kweli. Yaani mimi nilikuwa ninaamini kabisa wewe unawasiliana na kiongozi. Sasa hapo unaponiambia kwamba haujui kiongozi yuko wapi, kuna kitu kimoja nataka nikwambie. Hicho kitakuwa kizuri kwetu na itakuwa faida kwetu. Yaani bora sisi tusafiri. Nini wakukuta hapa? Uliwakuta hapa wamekaa au umewakuta hapa kuna njia kati ya hizo wamepita? Na mtu mwenye simu angalilia saa. Yaani bora sisi tusafiri. Tukishasafiri tunakwenda kujipanga upya, alafu tunarudi tena tunawatafuta wenzetu popote walipo. Hicho ndio itakuwa kitu kizuri kwetu. mimi sikupingi na kubaliana kabisa na ushauri wako, lakini kabla hatujaondoka tunatakiwa tujue kiongozi yuko wapi na wenzetu pia wako wapi, kwa sababu naamini kabisa serikali inatutafuta. Kwa hiyo cha kufanya, tukishindwa kujua wenzetu wako wapi na kiongozi yuko wapi, tuondoke. Tutakapofika huko tunapokwenda, tutapata akili mpya, tutajua kwamba wenzetu tunawatafutaje, na kama hapo kwenye matatizo tujue pia tunawasaidia vipi, tunawatatua vipi katika hao matatizo waliokuwa nayo. Lakini tukiendelea kuzubaa zubaa, kisiwa chetu ni kidogo sana hichi. Huenda sisi tukawa kati yao tukatiwa mikononi. Hivyo basi hatutakiwi kupoteza muda. Kama itawezekana, tutafute namna ya kuondoka usiku huu. The way tukiendelea kuzunguka zunguka, linaweza likatukuta jambo. Hilo ni jambo zuri. Tuwahi. Sasa hivi ni saa 4 lakini inaelekea kuelekea saa 5. Kwa babu mimi niliwakukuta tutoka saa 2 hapa, nikapitia kukunywa kahawa, ndio tupoteza muda mkubwa, kumbe usiku sasa hivi.
K1, mi kuna jambo nalihisi kabisa yalipo tofauti hapa. Machale yamenicheza. Ninahisi kabisa kwamba kuna watu wanatufuatilia. So hivi tunavyoendelea kufatana kama bata na mwanawe, itatukosti, itatuingiza kwenye matatizo. Tunaweza tukakamatwa wote kwa pamoja. Kwa hiyo ili tuwapoteze maboya hawa, tunatakiwa tugawane, kila mmoja ashike njia yake. Tutakutana huko mbele kwa mbele. Kama itakuja kutokea kati yetu mmoja amekamatwa, basi atakayebaki atajua ni namna gani ya kufikisha taarifa kwa wakuu, na wao wakajua ni jinsi gani na njia gani waweza kuifanya. Ikitokea tumefaulu sote kwa pamoja, itakuwa ni vizuri pia. Wewe unaonaje? Sasa asante kwa ushirikiano wako. Si tunapendekeza tukuruhusu tu uende, tutajua yenyewe tunamaliza vipi swala. Usiku mwema. Asante. Kazi kubwa sana. Hebu niambie, una hakika na hiki tunachokifanya? Nina uhakika nacho, na uzuri zaidi, mpaka sehemu ambayo ni husika wanalofanyia kazi zao mimi nilishafika na nilishaingia. Ambacho tu sikufanikiwa kukipata ni wahusika wakuu, lakini nina imani ilikuwa kulingana na hawa watu tungewapata, tungefanikiwa kuwanasa wahusika wakuu. Ni kitu kizuri sana. Yaani mawazo ambayo uliwatoa sikufikiria kabisa kama utaweza kuongea kama hivyo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kitakuwa kizuri sana tukifanya. Cha kwanza lazima tutafute duka ambalo linalouzwa nguo na tubadilishe, kwa sababu huenda ikawa hizi nguo popote pale tutapokwenda wakituona tu na wakatufukizia. Lakini pia chengine cha pili, laini zetu za simu tuzikate, kwa sababu huenda ikawa hizi simu tunapokwenda popote pale wanajua sisi tulipo. Good idea. Ni wazo zuri, tena zuri sana, kwa sababu hii ni serikali. Maana tunatakiwa tukatoe ripoti, na mpaka sasa hivi hakuna chochote tulichofanya. Ni kweli tunatakiwa kutoa ripoti, lakini nina imani bado tuna kazi kubwa ya kufanya, na nina imani ripoti itakamilika. Sasa ni hivyo, mimi naona muda umeenda. Japo tunajiamini, ila tusijiamini sana. Najua tunazo nguvu, lakini kuna kitu ambacho nilikuwa nataka nikuombe. Muda umeenda sana, na ni vizuri tukatafuta sehemu kwanza tukapumzika. Haya, tunataka tukapeleke ripoti, afu hakuna chochote tulichokipata. Nadhani unaelewa, serikali ina mkono mrefu, na serikali ina mbinu nyingi sana za kuweza kumpata mhalifu kiulaini kabisa. Kwa hiyo sasa, ulivyosema ni sahihi. Tutafute duka tuweze kuchange nguo zetu, kwa sababu naamini kabisa hao wanaotutafuta wameshasoma mavazi yetu, na itakuwa rahisi sana watakapotuona. Hata tuone kwa mbali watajua kuwa ni sisi. Kwa hiyo tusicheleweshe muda. Ushanielewa? Kwa hiyo sidhani kama tunaweza tukalichelewesha hili swala. Ila nitaomba kitu kimoja. Hatutaweza kusafiri kwa njia ya ndege wala kusafiri kwa njia ya maji. Hii itaweza kutusaidia kwa sisi. Sijui umenielewa? Mimi nimekuelewa.
siwezi nikalipinga hilo, ushanielewa? Kwa hiyo hili ni la kwetu sisi, hatuna budi kupambana nalo na kulimaliza. Maji ukishavulia nguo ni lazima uyaoge. Kwa hiyo mimi ni jasiri na unanielewa kabisa kwa mimi ni jasiri. Njia yoyote ambayo kuwa wewe umeifikiria tunaweza tukaipita, hata kama itakuwa ina ugumu kiasi gani, tutapambana nayo. Lazima tuondoke katika hili eneo. Sawa, ni kitu kizuri. Tuwahi basi.